Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa niko nje ya kanisa la Wave of God lililopo katika eneo hili la kata ya Baraa, ni katikati ya jiji la Arusha. Furaha ambayo ilizuiliwa zaidi ya mwaka mmoja leo imeonekana hadharani baada ya washirika wa kanisa hili kuonyesha kile ambacho wanacho mioyoni. Kanisa hili ambalo lilikuwa na mgogoro zaidi ya mwaka mmoja sasa. Kiangazi kikali kinatengenezaga mvua ya baraka. Kiangazi kikali kisingelipita kwenu, msingejua uso wa mkuu wa wilaya yenu. Rasmi sasa limefunguliwa na washirika wanaendelea kupata huduma katika kanisa hili. Baada ya kutatuliwa kwa mgogoro huu, jambo hili limemfanya mkuu wa wilaya ya Arusha mjini, Mheshimiwa Joseph Mkude, kufika hapa kushiriki ibada pamoja na waumini wa kanisa hili. Nilipokuja lilikuwa limefungwa. Sasa leo limefunguliwa rasmi kwa maelekezo niliyotoa. Na ameeleza kwamba kwa sasa kwenye mji huu wa Arusha, yeye kama mkuu wa wilaya hatamani wala kusikia mgogoro wowote wa kidini, uwe mgogoro wa Waislamu ama wa Kristo. Anachokitamani zaidi ni amani miongoni mwa watu, kwa sababu wanapokusanyika watu, hapo ndipo amani inapatikana. Nitoe wito kote ndani ya wilaya hii ya Arusha. Singependa kusikia wala wazo la kufunga kanisa, la kufunga msikiti, kufunga msikiti wa dhehebu lolote lile. Kwangu mimi, migogoro ya aina hiyo ikija itamalizika bila ya kuwagubudhi waumini wanaoumini katika eneo hilo. Baadhi ya washirika wengine akiwemo askofu wa kanisa hili Yona Sumari ni miongoni mwa watu ambao wameangua vilio kwa furaha kwa kile ambacho hawajakiamini zaidi ya mwaka mmoja. Wamekuwa wakisali nje kutokana kulikuwa na mgogoro katika kanisa hili. Kumbuka wanabaraa walivyolia. Tulifika mahali pa kuona kwamba sisi sio wa Tanzania, lakini Jumatano mtoto wako amerudi akaikanyaga ardhi ya kata ya Baraa, akawamwagia maji wanawake na wanaume
waliokuwa wanazimia. Kwa nini sisi katika madhabahu hii tusitamke kwamba mkumbuke mkuu wa wilaya na uzao wake, kuingia kwake na kutoka kwa mkuu wa wilaya. Kumbuke mkuu wa wilaya. Katika kazi yake ana maadui, lakini mwepushe na maadui. Maadui za mkuu wa wilaya wewe ndio maadui zako, mwepushe na mabaya. Pamoja na hayo, mkuu wa wilaya ametumia fursa hiyo kuongoza harambee ambayo ni kwa ajili ya kukarabati kanisa, ili ingalau sasa, kwa sababu waumini wameshapata fursa hiyo kwa ajili ya kusali, ili ionekane kwamba kuna watu ambao wanasali kwenye kanisa hili. Ndugu zangu, nilipokea taarifa ya uwepo wa mgogoro huu wa kanisa, na kwa bahati nzuri nilifuatwa na viongozi wa kanisa ofisini kwangu. Mimi nikachukua hatua ya kufika ili nione mgogoro huu una haki kwa nani. Bahati mbaya, kuna namna nyingi za kushughulikia migogoro, na migogoro mingi inashughulikiwa vizuri kama unafika site unajionea mwenyewe. Nilipopata taarifa hiyo, nilivyofika huku ni tofauti na nilivyoambiwa ofisini, na bila shaka kwa tathmini niliyokuwa nayo niliona kwamba maamuzi ya serikali yalikuwa na tafsiri tofauti. Ili upate tafsiri sahihi, lazima uelewe mgogoro vizuri ili ujue namna ya kuushughulikia. Na hivi basi nilivyokuja site nikaona mapokeo ya awali yalikuwa tofauti na nilivyokuwa nimeelewa. Kwa sababu hiyo basi tunaomba radhi sana kwa usumbufu uliotokea wa kufunga kanisa kwa muda mrefu, na watu kama hawa wakiwa wanalalamika na wanapata shida na wanapitia mapito magumu. Poleni sana. Mheshimiwa Rais alianzisha, na ni mwanafilosofi wa R4. R4 zinaeleza mambo yote. Sasa mapokeo ya R4 watu wanadhani labda zinamhusu mtu fulani au zinahusu chama, lakini mimi niwaambie, tafsiri ya R4 ziko kwenye vyama, ziko kwenye vikundi, ziko kwenye mtu mmoja baada ya mwingine, ziko kwa viongozi baina ya viongozi na viongozi, lakini ziko mpaka kwenye familia, kwamba hakuna familia ambayo haitaki mashirikiano vizuri. Hakuna familia ambayo watakaa wakubaliane, reconciliation. Lakini hakuna familia ambayo haitafanya kujijenga upya, yani baada ya makosa, baada ya tabu zote, kujijenga upya na kuendelea mbele. Kwa utaona R4 za Mheshimiwa Rais zinaanzia kwenye familia, ambapo familia inaunda jamii ya mtaa, ndio maana tunao viongozi wa mtaa hapa, lakini pia inaunda kikundi, inakwenda mpaka kwenye viongozi, inakwenda mpaka kwenye vyama,
na baadaye jamii nzima na ya Watanzania nzima. Kwa hiyo huwa haiishii kwamba ameambiwa mtu fulani au vyama fulani ndio vitekeleze jukumu hilo la 4R. Sasa basi, kwa kupitia filosofi hiyo tunaona kwamba inatusaidia hata sisi tukikaa pamoja tunatafakari, baadaye tunaumaliza mgogoro. Kwa hiyo niseme, ndugu zangu wachungaji na askofu, nilisema leo pia tungekuwa na wenzetu, viongozi wenzetu ambao walileta swala hili. Mimi niseme tu mbele yenu ni kwamba viongozi hao pamoja na nyinyi tutakutana ili tuelezane, tukiwa ndani tufikie maamuzi kupitia hizi 4R, tumalize ili wananchi wetu tunaowahudumia waendelee kuwa na amani na wapate huduma hii iwe endelevu. Niseme kidogo katika hili ni kwamba maaskofu, wachungaji, jambo au kazi mnayoifanya mliotumwa na Mungu ni kutoa huduma ya kiroho kwa wananchi sisi wote, na huduma hiyo tunaihitaji, ni huduma muhimu kama ilivyo huduma zingine. Sasa kwa nafasi hii nitoe wito kote ndani ya wilaya hii ya Arusha. Singependa kusikia wala wazo la kufunga kanisa, la kufunga msikiti, kufunga msikiti wa dhehebu lolote lile. Kwangu mimi migogoro ya aina hiyo ikija itamalizika bila ya kuwagubudhi waumini wanaoumini katika eneo hilo. Zaburi 133:1 inasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ninashukuru sana. Hiyo ndio mstari ninaoachia, tukae pamoja jamani. Tuwe wamoja. Sisi wote ni ndugu. Si ndio jamani? Migogoro na nini iwe mwisho. Na wengine wameumbwa kutafuta migogoro. Nisisahau kusema hii. Nimekuja Arusha, ukija tu asubuhi ukiamka kuna watu wako barabarani wamelala, tunagoma. Unashindwa kuelewa nyuma wala mbele, wameanzia wapi, wanaishia wapi, basi tu wanagoma. Barabara huku mvua zinanyesha, tuko barabarani tunagoma. Sasa mvua, jambo la nature tu kwamba mvua lazima zinyeshe, lakini zikinyesha zinaleta uharibifu hapa na pale. Ndio maana tuna baba zetu wachungaji wanaomba hata tukipata mvua, kwanza wanashukuru, lakini wanasema hata mvua nazo zije na amani, kwa utulivu. Haya, kuna barabara
Sasa anasema hivi, labda ni kukosa kuelewa kwamba serikali yao ipo na inawaangalia kila siku. Ombi lingine la Mheshimiwa Jacob ni ulezi wa kanisa hili. Nichukue nafasi hii, nimekubali kuwa mlezi wa kanisa. Asanteni sana. Tangulize shukurani kwa Mungu. Neno la pili, kiangazi kikali kinatengenezaga mvua ya baraka. Kiangazi kikali kisingelipita kwenu, msingejua uso wa mkuu wa wilaya yenu. Poleni, kiangazi hatukipendi, lakini kinaleta mavuno mazuri mno. Ndugu zangu, kabla sijawaleta wageni wetu, ninapenda kurudisha shukurani kwa Mungu kwamba katika mkutano wenu wa leo tarehe 30, Mungu amewabariki mpate kuwa na uongozi wa serikali ya Tanzania katika ibada ya leo. Mama zangu, mniwie radhi, lakini wamama wanapokuwa pale leba huwa sio mahali pazuri. Lakini baada ya machungu, mtoto akionekana, taabu zote usahaulika. Taabu zenu zimewaletea mtu wa hekima mno, mkuu wa wilaya. Imeiandikisha hapa bara na hapa Tanzania, imeandikishwa pia mbinguni. Na wakati wowote utakapokuwa ukiomba kwa ajili ya familia yako na kwa ajili ya kazi yako, Mungu atakuwa anakumbuka hili jambo, alafu anajibu maombi yako. Nimechukua fursa ya kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu alimgusa. Baada ya kumgusa yeye, akatuteulia mkuu wa wilaya bora wa viwango vya hali ya juu. Kwanza mkuu wa wilaya, nadhubutu kusema kwenye madhabahu haya, mkuu wa wilaya mwenye hofu ya Mungu. Ubarikiwe sana Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Amen. Ni maombi yangu kwa Bwana kwamba ukainuliwe tena viwango hadi viwango. Na kwa kuwa Mungu ni mwaminifu, amesikia maombi na kelele hizi. Mungu si kiziwi hata asisikie jambo jema kama hili. Mungu si kiziwi hasa asisikie jambo la mtumishi wake ambaye amejitoa kumtumikia, ijapokuwa serikali, lakini pia hata upande wa Mungu. Lakini pia katika safari hii nilipata adha kubwa kwa ajili ya jambo hili, Baba Askofu. Nitakumbuka mlivyoenda Kilombero, nadhani mnakumbuka. Nitakumbuka pia kwamba nilikuwa nanyi pale uwanjani. Lakini baada ya ule mkutano wa Kilombero pia nilipata misukosuko kwa upande wangu wa kiuongozi na wa kisiasa, kwa sababu ilionekana kwamba mimi ndio nimekodesha viais nikawapeleka Kilombero. Lakini ashukuriwe Mungu kwamba changamoto hizo na misukosuko hizo pia zimepita, na ndio maana niko hadi sasa. Na tutaendelea kumtumikia Mungu kwa sababu ni mwaminifu. Hakuna mtu ambaye amemtumikia Mungu kwa nafasi yake alafu akaaibika au akadhalilika.